damu kabisa. Bado tupo Azam Complex na hapa mbele ya kamera ya Sanga Media TZ tuko na mchezaji wa Azam ndugu wetu bwana Zidane. Na Zidane kweli Zizu, kama mnapata bahati kumwangalia mambo yake anayofanya uwanjani ni Zizu kabisa. Bwana, kwanza hongera Zidane kwa kufika hatua ya makundi klabu yenu kwa mara ya kwanza. Nashukuru sana, ni kitu kikubwa sana, tumeweka historia ya klabu na ni ndo mara ya kwanza kushiriki katika mashindano ya kimataifa katika group stage. Kwangu nimeingia katika historia ya klabu, kwangu ni furaha sana. Bwana Zidane, pale ambapo tu mchezo wenu zidi ya KMKM kumalizika na hatimaye kufika hatua ya makundi, japokuwa Novemba 4 ndo wanaenda kupangwa pale Johannesburg, wewe kama mchezaji ulikuwa katika hali gani? Kwanza nilikuwa kwenye furaha sana kwa sababu sikuwahi kushiriki mashindano ya kimataifa. Hii ndio the first time. Unakuwa the first time afu unakuwa kwenye historia ambayo ya klabu muda mwingi, miaka mingi ya kushiriki katika group stage. Kwa kwangu ilikuwa faraja sana na nadhani moment ambayo itabaki kudumu milele na milele. Bwana, goli la mama huenda linatia motisha kwenu kwa kuzidi kufanya vizuri, na hapa mchezo wenu wa mwisho juzi mlifanya kitu kikubwa, ndo klabu pekee wa raundi hii awali kutoka Tanzania kuingiza fedha nyingi za mama. Sawa, kweli, sababu kwanza tunamshukuru mama kwa kitu ambacho ameendelea kufanya katika timu zetu ambazo zinashiriki kimataifa. Goli la mama limekuwa na faida sana kwetu kwa sababu unajua kuna namna ambayo sisi tukicheza uwanjani unaweza kama umerizika labda goli moja ugombeo kwa jumlisha, lakini namna ukiwaza kwamba kuna goli la mama kwa inakupromotisha zaidi ya kufanya kuendelea kufunga zaidi, kwamba kuongeza idadi ya hela ambayo tunaendelea kuipata. Kwa hiyo naamini goli la mama hatusaidia sana na kufanya boost zaidi na zaidi ili tuendelee kufunga zaidi. Zidane, tarehe 30 hapa mnawakaribisha Singida Black Stars kuja katika mission za NBC. Nyinyi kama wachezaji mmejiandaje kwenda kukabiliana na timu ngumu sana katika ligi yetu hii? Kama wachezaji tumejiandaa vizuri na nadhani kupitia mwalimu wetu amesisitiza zaidi. Kila siku tunaamini kwamba mechi ikishapita imeisha. Nadhani kitu ambacho kipo mbele yetu ni mechi dhidi ya Singida. Hicho ndio kikubwa ambacho tunataka